Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Matumaini yangu ni kwamba umwili wa afya, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Fizi News 24 ambayo inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kufuata taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Tuanzie na huko Kilembo ambako mashirika ya kiraia ndani ya sekta ya Lulenge yalalama juu ya tozo za kupindukia zinazotozwa na makundi mbalimbali ya wazalendo ndani ya sekta hiyo, ambayo yataja kuwa ni unyanyasaji mtupu kwa raia wasio na hatia yoyote. Kwa Kiaberi Sumbi Abdul, mratibu wa muundo wa NDC Chumvi ya Kongo, sekta Lulenge ameonyesha madhara ya tozo hizo. Kuna matatizo kidogo kulingana na raia imesumbuliwa sana na matax za jeton ambazo zinatoshewa. Tunajua SNPCC watu wakuni siera kama njoo CPLCC ilikuwa sub-branch ya SNPCC, lakini kwa leo nao wanajitoa wanakuwa na parti yao nao inaingiza seme batu banze tosha majeton. Hiyo ni vitu ambavyo vinasikitisha raia sana ndani ya sekta ya Lulenge, na inaonekana sawa vile kusumbua raia. Raia walipe effort de guerre ya SNPCC, walipe effort de guerre ya batu ya kuni siera, bado taxi za gouvernement. Hiyo ni vitu ambavyo vinasumbua sana, njoo lalamiko letu hilo kwa wakuu viongozi wa wazalendo kulingana na mataxi ambazo ziko na kuja. Zinasumbua sana. Watu wa groupe de jeunes wako na kamba ndani ya sekta ya Lulenge. Autodefense iko na kamba ndani ya sekta ya Lulenge. SNPC iko na kamba ndani ya sekta ya Lulenge. Lakini taxi zinamimilika siku kwa siku na majeto. Walimteua yeye kordo wa chama chao ndani ya sekta ya Lulenge. Alitembelea wachuuzi Maindombe, akajitambulisha, akasema ya kwamba yeye ameteuliwa kama vile cordon kumsektere ya Lulenge. Cordon mwenye alifutwa kazi, na kulikuwa presida wao kutoka Vilimani kule ambao wanakaa na yeye kamanda Kunisier, ndio alifanya ule uteuzi. Akasema tunakuja waarifu wachuuzi wa raia wote nyumba kwa nyumba, kivitengo mbalimbali, tuko na jeto ambao tutakuja nayo ya kulipisha kila mchuuzi 10,000 francs, 5,000 francs, na wengine wa raia 2,000 francs, na munapewa majeto sawa vile effort de guerre na taxes zetu. Wachuuzi wa moja walianza kataa, wakamwambia hiyo mambo hatuyafahamu, na tukapata hiyo malalamiko, tukapigia chef de secteur akasema hiyo mambo hayafahamu, anajua tu kikaratasi ambacho kamanda Kunisier alimtumia kusema anatoa kordo ambaye alikuwa wa groupe de jeunes na anatia kordo mwingine. Pamoja nayo, Abedi Sumbi Abdulu ameomba kwa viongozi wa zalendo kukubaliana na kufanya kodi yao kuwa moja. Watu wa SNPCC waombe nao na effort de guerre, gouvernement na iombe watu ma tax za gouvernement. Hiyo ni kuelemea raia, sana, na mnafahamu ya kwamba na sekta ya Lulenge ni kipande sana kwa leo, ni ndogo sana. Tax ya huko zitaelemea raia na zitasumbua raia. Ndio maana tulipenda kupaza sauti zetu kusudi tusikilike na wakuu viongozi wa SNPCC, wa groupe de jeunes nikongozwa na kamanda Kunisier, watusikie. Ingekuwa heri warekebishe vile jeto zao na taxe zao. Kama ni taxe aseme wao wote wanatembelea wa pamoja, watagawanya, ni sawa, hatutakataa, kwa sababu tuko wakati mbaya na wakati wa aggression. Ni lazima tusaidie vijana wetu, lakini kakuwa hao watitokeze, raia itashindwa. Raia inaelemewa sana na mizigo. Na huko Baraka ni kwamba mifuko 84 ya unga wa ngano kupelekwa, au ndio matokeo ya kitendo cha wizi kilichoendeshwa na watu ambao bado kujulikana mpaka sasa, usiku wa kucha Ijumaa ya tarehe 26 Septemba 2025 katika mji wa Baraka, kata la Kalinga Sid. Bwana Alimasi Ramazani maarufu kama Baba RC amehakikisha hapa kitendo hicho cha wizi, huku akitaka vitengo vya usalama kufanya kazi yao kwa umakini zaidi.
Alimasi Ramazani, mwanga kitendo hicho, anaeleza afuatayo. Mimi nyumbani kwangu kudepo yangu waliiba, wawizi waliingia wakavunja mlango, jua kuku makadena zile kubwa kubwa, zile kadena kubwa kubwa walishindwa kuvunja, wakavunja mlango. Wakaiba mule ndani mlikuwa farini, wakaiba farini. Mule ndani mlikuwa tu farini, wakafulu kubeba saki 84. Ujumbe tu ambao nataka kutoa kwenye serikali kuna tulindia usalama. Tunaona usalama ni mfupi sana. Yaani watembee usiku. Na katika mji wa Uvira ni kwamba kuondolewa kwa Vital Kamerhe kama spika wa bunge haiwezi kuathiri kitu juu ya usalama mashariki mwa DRC. Ndivyo amesema mwanaharakati wa kisiasa jimbo la Kivu Kusini, Andre Biadunia Mashaka, huko akiomba raia kuwa na tumaini na wazalendo wanaokesha juu ya nchi. Mtazamo wao ameutoa kutokana na maoni ya wamoja wanaozani kuondolewa kwake Vital Kamerhe yaweza kuwa na vinyume hapa nchini, hasa kipindi hichi ambako nchi iko katika changamoto. Andre Biadunia amezungumza nasi. Niseme tu kwamba kutoka ya Kamerhe ku présidence ya Assemblée nationale hakuna hata entité moja itakuwa mdanger, parce que depuis ima événement à moins que Kamerhe alikuwa anasaidia da l'ombre bazalendo, mais mimi binafsi sijawahi kuona msaada ya Kamerhe yeneko consistent apare vile machakula maharagi na vitu vingine. Sijawahi kuona sur le plan appui logistique kwa wazalendo ya kusema kwamba wanaweza kufanya kitu. Amweke alikuwa anaifanya kwa Walungu, me hapa kusidi sijawahi kuiona. Ya pili, eske bata exclure sijui president iko na mission ya ku exclure espace Swahilifone. Matraktations ziko zinafanyika leo kunivyo ya Kinshasa. Ziko zinaonesha kwamba juu union sacrée isigabulike mara pili, bako tu obligé kutafuta mwingine mwenye alitoka ku Nord Kivu au ku Sud Kivu. Na bakandida potentiel bako deja, kuko bwana Patrick Munyomo, kuko Aimé Boji, kuko bwana Julien Paluku Kahongya, kuko na bengine. Imagine ko na circuler deja. Juu ya nini? Juu ya kupreserver unité ya union sacrée. Parce que wakisema bakamate president wa assemblée mwenye haiko wa espace ya kwetu huko kwa Swahili, bitu vinaweza kuleta shida mule mu union sacrée na bitu vinaharibika alors que tuko movita. Mais acha ni préciser tena kwamba moment haikuwa favorable kufikia kwa bini tunafikia eko leo. Parce que en tout, Kamerhe alionekana kwamba alikuwa partenaire mwenyeko wa confiance kwa president wa republique. Malgré ma déception tena alipata kwa president, notamment accord ya cash balikuwa prévu après 2018 mpaka 2023, president sikuwa tena candidat, Kamerhe akuwe candidat, akamurule na vatu fikie 2023, 2022 bakamufunga, bakamtia mu prison na mambo mengine ilikuwa yote ni kumsalire Kamerhe. Na Kamerhe mimi niko mubatu walifanya profesi, nikasema maanalize zangu ke kama Kamerhe atakuwa ni mfanya siasa mzuri, hapashi tena kuendelea na kuwa na partenariat na bwana president Felix Tshisekedi. Hata hivyo, upande mwingine amelaumu rais wa nchi kwa kutokuhesabu mema Vital Kamerhe. Parce que mukiangalia parcours ya Felix, maengagement zake zinakuwa respecté très difficilement na hangepaswa tena kwenda naye. Alors kukesha kuuliza est-ce que anata réviser constitution, est-ce que Kamerhe alikuwa blocage? Tout est possible. Tout est possible, Kamerhe anaweza kuwa alikuwa blocage, mais sioni le blocage par le fait que yo peke majorité au pouvoir. IDPS yo peke na buli mosaike wake bungine bolikuwa na majorité ya kupitisha ile resolution ya kuvote ke bareviser constitution. Donc haikukuwa vraiment blocage sana, mais mimi nawaza kwamba kimefika leo ni kusema ke president wa republique kuna besoin ya kugerer ya kubakia maître absolu. Hapendi mtu mwingine, hapendi konkira mwenye ataonekana kwamba anaweza kumwetufe. Parce que même kesho après kesho yake utasikia ke babemba bote batakuwa etufe. Angalia même opposition ilikuwa wakati ya Kabila 2016 2017, haiko ndio opposition tuko nayo leo. Opposition teshakuwa fragile. Alors c'est à Kamerhe de faire les choix. Ou alors anabasculer kwa opposition, parce que même niko naona tame hii tu anatoka kwa présidence ya assemblée, d'ici là atakuwa poursuivi parce que wako deja bana muimpite mamilioni ya dollars. Unasikia? Banasema hapakuwa orthodoxie mu gestion yake. Mimi nawaza kama atakuwa traîner devant la justice d'ici là. Hatumtaki mabaya, mais ajue kama partenaire wake haiko mtu mwenye anatenira ka parole yake. Mimi nawaza kama priorité kwa leo batu ya Sud Kivu ba Congolais yote, amweke tukue na kipande ya West iniko naona contraire ya tuko tunaona, mais priorité vraiment sincèrement tuambiane haiko kuma poste saa hii. Priorité saa hii ni kuangalia tutafanya nini koma récupérer Zibira, tusikwe tunangua maantitezi yaanguke
pour que tupige tubombarde, tuko tuna anticiper, tuko tunafanya offensive, ulia kungua tuko tunazuia tu. Leo nzibira iko mikono ya adui. Kesho nini itaanguka tuyui, nini itaanguka kesho tuyui. Tukisema wanasema tuko tunachekia serikali, mais serikali yenyewe haioni kama ilishashindwa na kazi. Lord, ni kesho ya kulamusha peuple congolais, tuache madeba pa politiciens, tuangalie namna gani ya kusaidia nchi yetu. Na tumalizie na habari za kitaifa ambako nchi ya Qatar imejitolea kutoa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 29 ili kuimarisha elimu ya watoto na ukingo wa watoto wenye kuathiriwa na mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hali hiyo kubwa na kushuka kwa ufadhili wa kimataifa kwa sababu ya kupunguzwa kwa bajeti na kujitenga kwa wafadhili wakuu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kutegemea msaada wa Qatar kukabiliana na hali ya kibinadamu inayosumbua eneo la mashariki. Wakati mzozo mashariki mwa DRC unaathiri vibaya elimu ya watoto, Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi ya Qatar inatangaza uimarishaji wa dola za Kimarekani milioni 29 kuunga mkono sekta ya kimkakati ya maisha ya taifa. Waziri wa nchi katika Wizara ya Mambo ya Nje, Dr. Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaif, alithibitisha kujitolea kwa Qatar ambako jukumu lake katika msaada wa amani na utulivu utaruhusu mashirika ya kibinadamu na wafanyakazi wa kidiplomasia pamoja na wafadhili wa kikanda na wa kimataifa kufikia vyema idadi ya watu walio hatarini mashariki mwa Kongo. Mbali na juhudi zake za upatanishi, Qatar inaendelea kuongeza misaada ya kibinadamu na misaada ya maendeleo. Kupitia mfuko wa Qatar wa maendeleo kwa kushirikiana na UNICEF, Qatar imetenga zaidi ya dola za Kimarekani milioni 29 ili kuboresha upatikanaji wa huduma za elimu na ukingo wa watoto walioathiriwa na mzozo wa DRC, alisema Alhamisi 25 Septemba huko New York kando ya kikao cha 80 cha mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh. Kuongezeka kwa mzozo, mapigano ya ndani, uhamiaji wa kinguvu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hunyima elimu kwa watoto zaidi ya milioni katika jimbo la Ituri, lilionya shirika la Umoja wa Mataifa. Kulingana na mfuko wa watoto wa Umoja wa Mataifa UNICEF, katika data zake zilizochapishwa mnamo Mei mwaka huu, zaidi ya shule 290 zimeharibiwa mwaka huu katika mkoa huo na hivyo kuzuia watoto karibu 130,000 kupata kozi. Hii inaleta jumla ya watoto milioni 1.3 wasiosoma huko Ituri. Katika mashariki mwa DRC ikiwemo majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Tanganyika, idadi ya watoto walioathiriwa na mzozo na walioacha shule inazidi milioni 1.8. Uachaji huu wa shule unatokea katika hali ya usalama mdogo katika majimbo ya mashariki mwa DRC. Wakati wa miezi 4, angalau watoto 205 waliuawa. Kulingana na UNICEF, ukiukwaji mkubwa pia ufanywa dhidi ya watoto, haswa visa vya utekaji nyara, kuwaingiza kwa nguvu ndani ya jeshi, unyanyasaji wa kijinsia, kuajiri na kutumiwa na vikundi vyenye silaha viliongezeka kwa 32% ikilinganishwa na kipindi kama hicho cha mwaka uliopita. Katika kiwango kingine, utapiamlo sugu unazidisha mzozo huo. Zaidi ya nusu ya watoto chini ya umri wa miaka 5 ni waathiriwa. Mnamo mwaka 2024, UNICEF iliwatibu watoto karibu 19,000 waliokuwa na utapiamlo mkubwa katika jimbo la Ituri. Mnamo 2025, lengo ni kufikia watoto karibu 40,000, lakini theluthi moja tu ya maeneo ya afya kwa sasa yana huduma za lishe kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Kwa upana zaidi, shirika la Umoja wa Mataifa linakumbusha kwamba bila fedha za ziada za haraka juhudi hizi hazitafanikiwa. Kwenye wito wa fedha wa dola milioni 57 zilizotakiwa ili kujibu shida mashariki mwa DRC, UNICEF ilipokea karibu milioni 22 pekee. Bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba usikose kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.